Mwaka wa saa mwingine, mtazamaji, karibu tena uweze kufahamu yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunakufahamisha meli 5 zenye uwezo mkubwa wa kijeshi katika ulimwengu wa kivita. Katika ulimwengu wa kivita, mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Urusi, Marekani, China na mataifa mengine ya magharibi yamekuwa yakiendeleza mifumo yao ya kuweza kupambana katika maeneo yote, kwa maana maeneo ya baharini, nchi kavu na hata angani. Rais Donald Trump wa Marekani wakati huu ametishia kuunda ama kuendeleza meli zenye nguvu zaidi za kijeshi, hatua inayolenga kudumisha hadhi ya Marekani kama taifa lenye jeshi lenye uwezo mkubwa baharini. Mpango huu ni sehemu ya mikakati ya Marekani kuimarisha nafasi yake dhidi ya ushindani unaoibuka dhidi ya China, hasa katika bahari ya Asia Pacific ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa rasilimali na biashara za kimataifa. Hata hivyo, vita vya karibuni vya Russia na Ukraine pamoja na mizozo ya Iran na Israel vimeonyesha kuwa nguvu ya meli inategemea zaidi ufahamu wa kiteknolojia, mfumo wa ulinzi na uwezo wa kushambulia kwa haraka kuliko ukubwa wa jadi au idadi ya wanajeshi. Majeshi ya majini ya kisasa yamejikita zaidi katika ubunifu wa kiteknolojia, rada za hali ya juu, makombora ya masafa marefu, ndege zisizokuwa na rubani na meli zisizokuwa na nahodha ambazo zinaweza kufanya mashambulizi ya mbinu nyingi bila hatari kubwa kwa wanajeshi. Hii inafanya vita vya baharini kuwa zaidi ya mapigano ya jadi, ni mchezo wa akili, ufuatiliaji na teknolojia ya hali ya juu. Kufikia mwisho wa mwaka 2025, jarida la Global Navy Power limeorodhesha meli 5 kubwa na zenye nguvu zaidi duniani ambazo ndio kilele cha sasa cha nguvu ya kijeshi baharini. Kwanza ni meli ya Kimarekani ya Gerald R. Ford Class. Gerald R. Ford ni meli ya kivita kubwa zaidi duniani ikibeba ndege kati ya 75 hadi 90, ikijumuisha ndege zile za F-35C na MQ-25 Stingray. Mfumo wake wa kurusha ndege kielektroniki EMALS na Advanced Arresting Gear AEG hutoa ufanisi wa hali ya juu wa kurusha na kupokea ndege kwenye uwanja wa ndege wa meli. Uendeshaji wake wa vinu viwili vya nyuklia vya A1B unaruhusu operesheni za muda mrefu bila kuwa na wasiwasi wa mafuta. Meli hii pia inafaa kwa makombora ya masafa marefu ya hypersonic, ikionyesha kuwa Marekani inazingatia hatari za kiteknolojia zinazotokea kwa washindani wake wa kimataifa. Meli ya pili ni ile ya Fujian iliyoko nchini China. Fujian ni meli ya kisasa ya China yenye seli 112 za makombora ya VLS. Ina uwezo wa kurusha makombora ya ulinzi wa anga HHQ-9 na makombora kuzamisha meli ya YJ-18 pamoja na kurusha kombora la ballistic la YJ-21 hypersonic. Hubeba ndege 40 ikijumuisha J-15 na mfumo wake wa rada wa AESA wenye bendi mbili unarahisisha kufuatilia ndege za adui na mashambulizi yanayoongozwa na satellite. Hii inaipa China uwezo mkubwa wa ushindani wa kimkakati baharini, ikijibu mpango wa Marekani wa kudumisha uwepo wake katika bahari ya Asia Pacific. Ndege nyingine ni ya kutoka huko nchini Marekani, inafahamika kama Nimitz Class. Licha ya muundo wake wa kizamani, hubaki tegemezi kubwa kwa jeshi la wanamaji la Marekani. Hubeba ndege kati ya 60 hadi 80 zikiwa na nguvu za nyuklia na uwezo mkubwa wa kubeba ndege. Zimekuwa zikiboreshwa mara kwa mara kwa kutumia rada na makombora ya kujilinda, ikichanganya ulinzi wa nyuklia na mashambulizi ya ndege. Nimitz ni mfano wa jinsi meli za zamani zilivyoweza kuboreshwa kwa kutumia teknolojia za kisasa ili kubaki katika mstari wa mbele katika vita vya baharini. Lakini kuna meli nyingine inayofahamika kama Queen Elizabeth ya nchini Uingereza. Queen Elizabeth pamoja na HMS Prince of Wales ni meli ya kisasa yenye mpangilio wa kisiwa pacha. Inaweza kubeba ndege kati ya 40 hadi 60 aina ya F-35B, ikiipa Uingereza uwezo wa kushambulia kimataifa na kudhibiti mashambulizi ya adui. Meli hii pia ina mfumo wa ulinzi wa kisasa unaoruhusu kufanya mashambulizi ya kimkakati kwa usahihi, huku ikidumisha uwezo wa kudhibiti anga na baharini. Ni moja ya meli za kisasa na kubwa zaidi za kivita katika nchi ya kifalme ya Uingereza. Charles de Gaulle ndio meli pekee ya Ufaransa inayotumia nguvu za nyuklia. Inabeba ndege 30 hadi 40 ikiwemo Rafale M na E-2C Hawk, ikiruhusu kusafiri masafa marefu bila kuongeza mafuta na kutoa uwezo wa kudumu vitani kimkakati. Meli hii inaendeshwa na teknolojia ya kisasa inayotoa ushindani wa kimkakati wa ustahimilivu, ikifanikisha operesheni za muda mrefu na mashambulizi ya kimkakati bila hatari kubwa kwa wanajeshi.
Kwa sasa nguvu ya kijeshi majini zinatokana na mkanganyiko wa nguvu na uwezo wa kinyuklia, akili mnemba, rada zenye uwezo wa hali ya juu, ndege zisizo na rubani, meli zisizo na nahodha na makombora ya masafa marefu ya hypersonic. Hata hivyo, vita vya baharini haviongozwi na ukubwa wa asili wa meli pekee, bali kwa anayeona, anasikia na kushambulia kwanza. Kwa wachambuzi wa masuala ya kivita, majeshi yanayojitahidi kuimarisha nguvu baharini lazima yawekeze kwenye mbinu za kisasa zenye uangalifu wa kiteknolojia na uwekaji mkakati wa kudhibiti mashambulizi ya adui ili kubaki mstari wa mbele wa ushindani wa kimkakati. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.